السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Asal Aziz anasema kwamba katika hutuba ya Jumaa iliyopita kwa kusoma maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam nilieleza kwamba ikiwa mtu hana husuda wala hana chuki, na katika hali hii yeye akimwomba Mwenyezi Mungu, akifanya dua katika swala zake, katika hali hii siku 40 hazitapita, Mungu atafungulia njia ya mwongozo. Lakini kwa ajili ya hii muhimu ni kwamba mtu awe na moyo safi na yeye asiwe na chuki ya aina yoyote. Pengine Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam amesema wale watu wanaokuwa na bughudha na hasira au hawana mawazo mazuri, basi hawa watu wataendelea kusema kwamba Mungu hatuongozi, bali wale ambao wanakuwa na mioyo safi Mwenyezi Mungu anawaongoza, wanapata mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wapo wengi ambao katika maisha ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia ndoto Mungu aliwaongoza. Katika hafla moja ilielezwa habari kwamba kutoka Lahore mtu mmoja ameandika barua kwamba yeye katika ndoto aliambiwa kuhusu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni mkweli. Yule mtu alikuwa mfuasi wa kiongozi mwingine ambaye yule kiongozi alikuwa akiishi karibu na kaburi la Data Ganj Bakhsh. Yule mtu akamwelezea kiongozi wake. Yule kiongozi akasema kwamba maendeleo ya Mirza Sahib anayopata ni dalili ya ukweli wake. Hivyo ndiyo mtu mwingine alikuwa amekaa pale. Yule akasema utupatie nafasi ili sisi pia tumuulize Mwenyezi Mungu. Kesho yake akasema Mungu ameniambia kwamba Mirza Sahib ni Mola. Yule kiongozi wa kwanza akasema labda Mungu alisema Maulana yeye ni rafiki yako na rafiki yangu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii alisema kwamba siku hizi ndoto chungu mzima inapatikana
hii inaonyesha Mwenyezi Mungu anataka kwamba kwa kupitia ndoto Mungu awaongoze watu. Malaika wa Mwenyezi Mungu wanaendelea kutembea katika ardhi, na hawa malaika wanatia mioyoni mwa watu kwamba wapokee imamu wa zama hizi. Kisha mtu mmoja alinuia ataandika kitabu kinyume dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Katika ndoto Mwenyezi Mungu alimwambia, wewe unataka kuandika kitabu dhidi ya Sayyidina alayhi salam, lakini ukweli ni kwamba Mirza Sahib mkweli. Halifa mtukufu anasema kwamba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuwaokoa watu wenye tabia nzuri anafanya mpango. Yule mtu alikuwa mpinzani, alitaka kuandika kitabu dhidi ya Sayyidina alayhi salam, lakini labda Mungu alipenda wema yake, ndio maana katika ndoto Mwenyezi Mungu alimzuia yeye asiandike kitabu dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Silsila hii iliyoanza wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, hali hii inaendelea kupatikana hata mpaka leo. Wale ambao ni watu wema, tabia nzuri, Mwenyezi Mungu anawaongoza. Wakati wao wanapoinama mbele ya Mwenyezi Mungu, wanapomwomba mwongozo kutoka kwa Mungu anawaongoza. Hata wakati mwingine wao hawajui, lakini Mungu anawaongoza kwamba Masihi ameshafika. Wapo wengine ambao wanajua tayari kuhusu Sayyidina alayhi salam, kwa hiyo wao wanataka mwongozo na mwelekeo kutoka kwa Mungu. Mungu anawaelekeza na anawaongoza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kuhusu ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, kuna tukio moja lililopatikana kutoka Mali ambayo ni nchi ya Afrika Magharibi. Mbashiri wa kule anaandika, Bana Mustafa Dialu aliona ndoto siku moja kwamba yeye yupo katika nyumba nzuri peponi. Upande mmoja wa nyumba ile kuna maji, na katika maji ile kuna picha ya mzee ambaye amevaa kilemba. Yule mtu anasema kwamba baada ya ndoto siku kadhaa iliyopita alienda kumuona rafiki kule, akaona picha ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Akamuuliza rafiki yake kuhusu picha ya huyo mzee. Rafiki yake akamwambia kwamba huyu ni Masihi aliahidiwa. Yule mtu akaeleza ndoto yake na akataka kujua zaidi kuhusu jumuiya. Kwa hiyo yule rafiki yake ambaye alikuwa mwanajumuiya akasema kwamba leo sisi tunafanya kikao chetu cha mwezi, basi uje pamoja nami msikitini kule, unaweza kumuuliza mbashiri swali lolote. Kwa hiyo yule akaenda katika ijlasi ya jumuiya na baadaye akatangaza kwamba nataka kujiunga na jumuiya. Lakini pamoja na hii akasema, mimi nataka ndugu zangu wote pia wajiunge na jumuiya. Kwa hiyo mimi baada ya kurudi nyumbani kwangu nitawaambia kuhusu Masihi aliahidiwa, na kesho nitafanya bayat pamoja na hawa ndugu wote. Kwa hiyo kesho wakati wa daku wote wakaja, na huyu bana akaeleza ndoto yake na akawaambia ndugu zake wote kwamba wao wafanye bayat. Na kwa kusikia kauli yake wote wakasema, wewe ni mtu mbaya sana, na wakasema kwamba haina haja wewe upokee dini hii mpya, utakiwi upokee dini hii mpya. Lakini yeye akasema, mimi lazima nitafanya bayat. Anasema baada ya swala ya alfajiri alipumzika kidogo akalala, na katika ndoto akaona Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anamsihi kwamba asome aya za sura Al-Hijr. Baada ya kuamka akaja tena Mission House na akaeleza iliyotokea asubuhi pamoja na ndugu zake, na pamoja na hii akauliza maana ya ndoto yake. Bashiri akafungua Qur'ani tukufu na akasoma aya alizoambiwa katika ndoto yake. Katika aya hizi malaika waliambiwa wamsujudu Adam alayhi salatu wasalam baada ya kuumbwa kwake, na vile vile aliambiwa kwamba wewe umeongozwa kwa kupitia tukio la asubuhi, kwamba kujiunga kwako kwa hakika ni msaada wa malaika uliopata asubuhi. Kwa hiyo huyu bana akafanya bayat rasmi, na
baada ya kujiunga na jumuiya kwa fadhili za Mwenyezi Mungu ni mwanajumuiya mwenye bidii sana. Vile vile katika mji wa Ivory Coast uitwa Giralao, bana Koniama ambaye ni mwanajumuiya mpya, yeye kwa kupitia ndoto anasema alijiunga na jumuiya. Anaeleza ndoto yake kwamba aliona katika ndoto, nimeenda misikitini kwa ajili ya kusali swala, kule naona misikiti imejaa na watu, mimi nataka kuweka musala yangu kwa ajili ya kusali sala upande mmoja wa misikiti. Mara mtu mmoja ananiuliza kwamba mimi nahusika na kundi gani la Waislamu, na yeye ananyang'anya musala yangu. Namwambia kwamba mimi ni mwanajumuiya Muislamu. Kwa hiyo yule mtu anasema uende katika msikiti wa Ahmadiyya na usali kule. Anasema baada ya kuona ndoto hii mimi nikaridhika, kwa hiyo kwa kufanya bayat mimi nikajiunga na jumuiya. Hivyo ndivyo kuna mwanamke mmoja kutoka Yemen aitwaye Bi Jamila, yeye ameeleza tukio la kujiunga kwake. Anasema kabla ya kujua kuhusu jumuiya nilikuwa katika Saudi Arabia. Kule nilikuwa naelekea Sufism na nilikuwa nikipenda vitabu vya Sayyid Abdul Qadir Jilani. Mimi nilikuwa nikipata utulivu kwa kufuata nasaha zake, na nilikuwa nikifikiria kwamba nimepata maisha ya kiroho. Yeye huyu mwanamke alikuwa akifanya ibada namna gani, au alikuwa akimkumbuka Mungu hivi kwamba mara 100 alikuwa akisoma sura Fatiha, Ayatul Kursi na sura Ikhlas. Baada ya kusoma hii alikuwa akisoma Durud Sharif na istighfar mara 1000. Hii ndiyo ni desturi ya masufi. Anasema katika siku hizi za ibada, siku moja niliona katika ndoto kwamba kuna nyota sawa na mwezi umeshuka ardhini na unatembea ardhini, kisha kwa kupitia paa la nyumba anaingia nyumbani kwetu. Mimi nilikuwa na shangaa katika hali hii. Mimi nikaamka. Baada ya siku chache, baada kupita siku chache, niliona katika ndoto nyota 5. Hizi zote zilikuwa zinatembea ardhini katika mstari moja, lakini nyota hizi zilikuwa ndogo kuliko nyota ya kwanza. Hazur anasema nyota ya kwanza aliona alikuwa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na nyota 5 ilikuwa mahalifa watano. Kwa hiyo huyu anasema kwa kupitia MTA nilipojua kuhusu jumuiya, kwa hiyo nikapata kiu zaidi ya kujua kuhusu jumuiya. Wakati nilipokuwa naangalia MTA nikaona kwamba mapenzi ya Sayyidina alayhi salam yanaendelea kuongezeka, na nikawa na yakini kwamba Sayyidina alayhi salam ni imamu wa zama hizi. Katika hali hii nikasikiliza katika program Al-Hawar Mubashir kwamba wale wanafanya utafiti kuhusu ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam wanatakiwa wafanye istighfara na waombe mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anasema mimi sawa na sahi nikafanya istighfara na nikalala. Baada ya kusali katika ndoto nikaona kwamba mimi nipo pamoja na watu wengi sana. Watu wote wanajaribu kumuona mtu mmoja ambaye yuko mbali, na mtu yule anasema, mtu mmoja anatangaza kwamba enyi watu imamu wenu ameshafika, enyi watu Imam Mahdi ameshakuja. Mimi pia naona naanza kumuona yule mtu. Mimi naona kwamba Imam Mahdi anaonekana kwa juu na uso wake unaangaa kama mwezi. Nilipomuona uso wake kwa makini, ulikuwa uso ule ule niliona katika MTA. Kwa kuona ndoto hii mimi nikaanza kulia, na nikaanza kulia sana. Nilipokuwa naona ndoto hii, wakati huo mume wangu alikuwa anaamka, alikuwa amekaa pamoja nami. Yeye akaniamsha na akasema kwamba wewe ulikuwa unalia sana. Nilipoamka macho yangu yalikuwa yamejaa na machozi. Anasema baada ya kuona ndoto hii nikawa na uhakika kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam imamu zama hizi. Kwa hiyo nikaamua nitafanya bayat.
Hazur anasema kwamba huyu ni kutoka Yemen, lakini kila mmoja anajua kwamba hali ya Yemen siku hizi si nzuri na njia zote zimefungwa na Saudi Arabia na msaada wa kila aina unazuiliwa. Watoto na kina mama na wazee kwa sababu ya kutokuwa na chakula na kwa sababu ya kutokuwa na matibabu wanaendelea kufa. Waislamu wanawaua Waislamu wenzao. Sababu ni hii tu kwamba hawa watu hawampokei imamu zama hizi. Kwa hiyo muwaombee watu hao wote, Mwenyezi Mungu awajalie urahisi ili waweze kuishi maisha mazuri. Mwenyezi Mungu awarehemu. Alifa mtukufu anasema kwamba wengine ambao ni watu wazuri wanaona kwamba jumuiya ni kweli, lakini hawafanyi bayat kwa sababu mbalimbali. Namna gani Mwenyezi Mungu anawaongoza kwenye jumuiya? Kuhusu hii kutoka Mali, mwalimu anaandika, bana moja Abdullah Jaber alikuwa na rafiki yake moja ambaye akafariki katika Ramadhan. Yeye akaona katika ndoto kwamba anasafiri pamoja na yule rafiki yake aliyefariki, na marafiki zake wengine wanasema kwamba jumuiya ambayo unataka kujiunga ni jumuiya sahihi, mimi pia nataka nijiunge jumuiya hii. Abdullah Saheb alikuwa akisikiliza redio yetu, vipindi vya redio, na kwa moyo alikuwa mwanajumuiya, ingawa alikuwa hakufanya bayat rasmi. Lakini baada ya kuona ndoto hii akapiga simu akasema, mimi naishi mbali sana na mji wa Kai, nasikia vipindi vya redio, nasikia mahubiri yenu, mimi nimeona ndoto hivi, basi mkubali bayati yangu na kuanzia leo mimi ni mwanajumuiya. Kisha kutoka Misri kuna bana moja aitwaye bana Mahmud Saheb anasema, katika umri wa miaka 9 nilikuwa nikisikia sauti ya rob sana, na nilikuwa nikiogopa sana kwa kusikia sauti ile. Na 2010 nilipojua kuhusu MTA Al-Arabia, katika MTA Al-Arabia Sharif Ode Saheb na Musa Ode Saheb, mimi nilisikiliza maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Basi kwa kusikia maandiko haya nilielewa mara moja kwamba haya ni maneno nilikuwa nikisikia tangu miaka 9, tangu nilipokuwa umri wa miaka 9. Maandiko ya Sayyidina alayhi salam na kasida yake ilikuwa ikiacha athari nzuri sana, na nilipofikiria kuhusu picha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, picha ya Sayyidina alayhi salam ilikuwa ikipatikana moyoni mwangu. Siku moja nilikuwa nafikiria kuhusu picha hii, picha ya Sayyidina alayhi salatu wasallam ilikuwa mbele yangu, na nikasema, ewe picha, wewe niambie kwamba je, wewe ni mkweli katika madai yako? Anasema, baada ya hii mimi nikaenda kazini. Jioni niliporudi nikaanza kuangalia MTA. Wakati ule maandiko ya Sayyidina Muhammad yalikuwa yanasomwa, ya qaume inni minallah wa ushhidu rabbi anni minallah, yani enyi watu wangu, mimi nimekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, nimekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, nimekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, namshuhudia Mwenyezi Mungu kwamba mimi nimetoka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema, kwa kusikia maneno haya mimi nikakaa katika magoti yangu, na katika hali hii nikaanza kubusu picha ya Sayyidina alayhi salatu wasalam katika TV, na nikaanza kusema alayka salam, alayka salam. Kwa hiyo hii ilitokea ghafla mara moja tu. Kwa hiyo anasema baada akafanya bayat. Kisha kutoka Jordan kuna bana moja aitwaye bana Jamil Saheb, yeye anaeleza tukio la kujiunga kwake kwamba 1992 wakati Waislamu walipokuwa wakipata shida sana, usiku nilikuwa nikifikiria kwamba hii inatokea nini kwa pamoja na Khairi Umam, na nilikuwa na shanga kwamba umma wa Mtume sasa ni mabora, lakini Waislamu wanapigana, wanahitilafiana. Na nilikuwa nikisikia sauti kutoka moyo wangu kwamba dini yetu si aina hii kama hawa wanafanya, lazima
kuna kitu ambacho kimedharauliwa na hawa watu. Anasema katika ndoto nikaona kwamba nimesimama katika njia moja ambayo inayonyoka. Katika hali naona kuna gari, mtu mmoja amekaa pamoja na driver ambaye ananiambia uendeshe gari. Mimi nikakaa katika seat ya driver na ikatiliwa moyoni mwangu nimekaa pamoja na Sayyidina Mala salatu wassalam. Nilipoanza kuendesha gari njiani, watu walipatikana wenye nyuso nyeusi na wakasimama katika mistari na walikuwa na silaha. Wao wakaanza kupiga risasi, lakini sisi tulisalimika na tukafika makao makuu yetu vizuri. Mimi napoegesha gari, Sayyidina Mala salam ananiambia ushuke chini na ufungue ile buti ya gari. Napofungua buti ya gari, kule kuna sunduki ya mbao ambamo ndani yake kuna mtoto wa miaka 5 ambaye ni mtoto huyu ni mzuri sana. Yule mtoto anaanza kuniona. Nilipoamka nilikuwa nimefurahi sana na ndoto yangu, na nikaona kwamba lazima katika ndoto kuna ujumbe wa Mungu. Nikatoa maana yake kwamba gari mpya maana yake ni safari mpya ya maisha yangu. Wale watu ambao wanapiga risasi mradi wake ni kwamba ni maadui wa silsila hii, kwa hiyo mimi sitapata madhara kutoka kwa hawa. Na yule katika sunduku inawekwa kitu chenye thamani, na mtoto wa miaka 5 maana yake ni bishara ambazo zitatimia katika miaka 5. Anasema kitu cha ajabu ni kwamba ndoto hii ilidhihirika hivi kwamba baada ya kujua kuhusu jumuiya, maisha yangu mpya yalianza. Na wakati wa halifa wa 5 nilipata bahati ya kujiunga na jumuiya. Anasema mimi nilikuwa Ahmadiyya peke yangu katika kijiji changu. Nilipotangaza nimejiunga na jumuiya, wote wakawa maadui wangu na wakatoa fatwa ya ukafiri dhidi yangu. Kisha nikamuomba Mwenyezi Mungu kwamba kwa ajili ya kukamilisha safari hii unipatie mwenzangu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akanipatia wenzangu wenye tabia nzuri kiasi hiki kwamba ambao nilikuwa siwajui. Kwa hiyo hawa walikuwa jamaa zangu wa karibu. Hazur anasema kisha kuna bwana mmoja aitwaye Muhammad Abdullah Sahib ambaye ni wa Syria, siku hizi anaishi Canada. Anasema mimi nilikuwa nafanya kazi ya salesman. Mimi nikamjua mtoto wa mteja wangu mmoja, alikuwa mwanajumuiya. Yule kijana akaniambia kuhusu itikadi mbalimbali za jumuiya, itikadi za msingi. Yeye akanipatia kitabu kitwacho hekima ya mafundisho ya Islam. Mimi nikaathirika sana kwa kusoma kitabu hiki. Mimi nikapenda sana maandiko yake. Kisha mwaka mzima niliendelea kusoma vitabu vya jumuiya. Vile vile nikaanza kuangalia MT al-Arabia. Baada ya kusoma vitabu mwaka moja na kuangalia MTA, na baada ya kusoma kwa makini itikadi zote za jumuiya, nikapata hamu kwamba nijiunge na jumuiya. Lakini nilikuwa nikifikiria kwamba mimi si mtu mzuri, siwezi kujiunga jumuiya hii ya Mwenyezi Mungu, na nilikuwa sijui namna gani nitajiunga na jumuiya. Kwa hiyo mimi nikamwambia huyu rafiki yangu ambaye alikuwa mwanajumuiya kwamba nataka kukutana na wanajumuiya kadhaa. Kwa hiyo yeye akafanya mpango nyumbani kwake, akawaalika wanajumuiya kadhaa. Katika hawa alikuja mtu mmoja ambaye kuzungumza naye nikaona kwamba kiu changu cha kiroho kimekwisha, kwa sababu mimi nilikuwa na yakini kwa sababu ya ndoto zangu kwamba Mungu hatanipoteza, lazima Mungu ataniongoza. Kwa hiyo kwa kufikiria haya nikaanza kufanya istikhara. Mimi nilikuwa nikifanya shughuli na mke wangu alikuwa anakaa na jamaa zake. Mimi baada ya kufanya istikhara nikampigia simu mke wangu kwamba ukiona ndoto yoyote katika muda huu basi uniambie. Anasema baada ya siku kadhaa
usiku moja ukawa kama ni lailatul qadr. Katika usiku ule niliona ndoto nzuri sana. Mimi nikamwona jamaa yangu katika ndoto. Yeye akanipatia karatasi moja akasema, hii ni kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nikafungua karatasi ile. Katika karatasi ile iliandikwa assalamu alaykum wa rahmatullahi barakatuhu. Mimi nilipoamka nikawa na furaha kubwa sana, na nilikuwa nasoma aya hii isemayo udkhuluhu bisalamin aminin. Yani ingieni humo bila kuwa na hatari ya aina yoyote. Anasema ilikuwa ujumbe kwa ajili ya kujiunga na jumuiya. Vile vile katika ndoto hii niliambiwa nimsalimie imamu wa zama hizi, lakini wakati huo nilikuwa sijui kwamba nimepewa ujumbe huu, lakini nilikuwa na yakini kwamba huyu ni majibu ya istikhara yangu. Kwa sababu ya hii mimi nikajiunga na jumuiya. Kisha kuna mwanamke mwingine mwenyeji wa Syria, anaeleza jinsi alivyojiunga na jumuiya. Kabla ya kujua kuhusu Ahmadiyya, mimi na dada yangu tulijiunga jumuiya fulani, lakini baadaye tukajua kwamba jumuiya hii kwa jina la sheria wameunda sheria yao. Kwa hiyo mimi nikaanza kumwomba Mwenyezi Mungu kwa kulia sana, na nikamwomba, Mola wangu, uniambie njia sahihi ya dini sahihi inapatikana wapi na jumuiya gani inapata msaada kutoka kwako. Niliendelea kufanya dua hii siku kadhaa. Siku moja nikahisi kwamba nuru imeingia mwilini mwangu. Kwa kuona hali hii au kwa kuhisi hali hii, mimi nikaanza kufanya maombi zaidi kuliko siku ya zamani, na nilikuwa nikilia sana katika maombi yangu. Katika hali hii nilipokuwa nafanya maombi, mtu mmoja amesimama karibu nami, na nikahisi kwamba yeye amekuja kunihurumia na kunisaidia. Kwa kumuona yule mtu nikasema kwamba huyu mtu ni nani, lakini mimi sikupata majibu yake. Kesho yake tena katika maombi nikalia sana tena. Yule mtu alimuona karibu nami, na mara ya tatu pia ilitokea hivi. Mimi nikamuomba Mwenyezi Mungu kwa sauti ya juu, Mola wangu, niambie huyu mtu ni nani ambaye anasimama karibu nani, na kwa nini nami, na kwa nini mimi namuona mara kwa mara. Anasema majibu yake nilipata baada ya siku kadhaa. Ilitokea hivi kwamba mimi nilikuwa nimekaa pamoja na dada yangu na shangazi yangu, na tulikuwa tunazungumza kwamba sasa ni wakati wa Masihi, lazima aje. Tulikuwa tunasema kwamba kwa kupitia TV itatangazwa kwamba Masihi ameshakuja, kwa watu wampokee. Lakini mashekhe wetu wamesema kuangalia TV ni haramu. Hazur anasema maeneo mengine mashekhe wametoa fatwa kwamba kuangalia TV ni haramu. Kwa hiyo anasema kwamba ikiwa sisi hatuwezi kuangalia TV, tutajuaje kwamba Imam Mahdi ameshakuja? Kwa hiyo sisi dhidi ya fatwa za mashekhe wetu, sisi tukanunua TV na tukaanza kuangalia. Mimi tena nikaona ndoto ingine. Ni katika ndoto nikaona kwamba mimi nipo katika uwanja mkubwa sana, na nikaona watu kadhaa wanakuja katika gari, na katika gari ile, juu ya gari ile kuna satellite dish, na gari ile inasimama karibu nasi, na watu wanaanza kutoa vifaa kutoka gari. Mtu mmoja amevaa mavazi ya Arab na uso wake unaangaa sana, na anakuja karibu nami na anasema, dada yangu, unafanya nini hapa? Mimi badala ya kumjibu namuuliza, wewe unafanya nini hapa? Anasema, sisi tunataka kufungua channel mpya ya TV. Je, utaangalia channel hii? Nasema ndiyo, lazima nitaangalia. Katika mazungumzo haya, baada ya mazungumzo haya, mimi nikaamka. Kesho yake nikanunua TV na nikaweka kila kitu, na nikaanza kuangalia channel mbalimbali. Baada ya kuhisi
kuangalia channel kadhaa, nikaona channel moja ni tofauti, na nilikuwa naona kwamba channel hii si ya dunia hii. Kwa hiyo nikaacha channel zingine na nikaanza kuangalia channel ile, na channel ile ilikuwa MTA. Na wakati ule kipindi cha Al-Habar Mubashir kilikuwa kinaendelea. Baada ya kuwa wakati nilipokuwa naangalia kipindi hiki, nilikuwa naangalia yule mtu aliyekuwa anaendesha kipindi hiki, na nilikuwa nafikiria nimemuona huyo mtu mahali. Mara nikakumbuka kwamba huyu ni yule mtu ambaye nilimuona katika uwanja, ambaye alileta satellite dish, na katika ndoto niliahidi kwamba nitaanza kuangalia channel yako. Kwa hiyo kwa kukumbuka ahadi yangu nikaanza kuangalia channel ile ya MTA. Na siku moja nilikuwa naangalia kipindi cha huyu bwana katika channel hiki kwa kusikia maneno ya Imam Mahdi. Na katika hali hii picha moja ilikuja katika TV, ilidhihirika katika TV, na chini yake iliandikwa Imam Mahdi na Masihi aliahidiwa. Kwa hiyo kwa kuona picha hii mimi nikapata hamu zaidi, na baadaye maandiko ya Sayyidina Alayhi Salam yalisomwa. Andiko la kwanza lilibadilisha hali yangu, ilisema wa wallahi inni minallahi atatu wa maftaratu wakad khaba man iftara, yani mimi nimekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mimi si muongo. Bila shaka yule anayesema uongo anaangamizwa. Kwa kusikia maneno haya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam, nikasema kwamba maneno haya ni maneno ya mtu mkweli ambaye ni mkweli katika madai yake, na huyu ndiye ni Masihi aliahidiwa. Katika hali hii wakati tena picha ya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam ilipoonyeshwa, kwa kuona picha ile mimi nilishangaa, kwa sababu alikuwa yule mtu ambaye niliwahi kuona katika ruya yangu mara kadhaa. Mimi nikamwomba Mwenyezi Mungu kwa kulia sana, Mola wangu, dini yako iko wapi, na dini kundi gani linapata msaada wa Mwenyezi Mungu? Wakati nilipokuwa nafanya maombi, huyu mtu alikuja katika ndoto yangu kwa ajili ya kunisaidia, na kwa kumuona yule mtu nilisema moyo wangu, kwa huyu ni nani? Na sasa picha ya yule mtu unaona katika TV, na kwa kuona picha yake Mungu amenielewesha kwamba Mungu aliniambia kwamba huyu ni mtu ambaye msaada wangu upo pamoja naye. Anasema kwa kulia nikasema picha ile kwamba wewe ndiye unalinda dini tukufu ya Islam, wewe unatoa majibu ya maswali ya Wakristo, na sadikisha wewe ni Masihi aliahidiwa na nafanya bayati yako. Hata wakati ule nilikuwa sijui kwamba sisi tunalazimika kufanya bayati ya Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. Kwa hiyo nikawaambia wenzangu pia kuhusu TV channel hii ya MTA, lakini watu hawakujali. Lakini dada yangu na shangazi yangu baada ya kuangalia MTA wakaamua watafanya bayat. Baadaye mama yangu na ndugu yangu na dada zangu pia wote wakafanya bayat na wakajiunga na jumuiya. Kisha kutoka Misri kuna bana moja aitwaye bana Said Saheb, anasema kabla ya kujua kuhusu jumuiya, katika ruya niliona nipo katika uwanja mkubwa sana ambapo kuna hema nzuri sana. Nje ya hema wapo walinzi wengi sana. Katika walinzi hawa mmoja akasema, wewe umekujaje hapa? Nikasema mimi sijui namna gani nimekuja hapa, nimefika hapa, lakini wewe niambie ni nani katika hema hii? Yule mlinzi akasema kwamba katika hema hii ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kusikia hii mimi nilifurahi sana, na pamoja na hii nikapata hofu pia, kwa sababu nilikuwa sina yakini kwamba mimi nilifikaje hapa ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo. Katika hali hii nilipokuwa nafikiria hivi, nikasikia sauti mzuri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, wewe unaniheshimu, kwa nini umeacha mwingine? Wakati huo mlango
anafunguka na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana kutoka nje, na kule binti moja aitwaye Shema pia anakuja, na watu wote wanamkaribisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na yule binti anasema, mimi nilikuwa sijali kuhusu ndoto na kuhusu jina la yule binti Shema pia nilikuwa nafikiria kwamba si ndoto sahihi, lakini baadaye nikajua kwamba ndoto hii ilikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Anasema, mimi ingawa wakati huo sikujali kuhusu ndoto hii wala sikumuuliza mtu yeyote, kwa sababu nilikuwa nikifikiria kwamba ndoto hii si sahihi. Nilikuwa nafikiria kwamba yule binti ambaye amekuja maana yake ni ndoto hii si sahihi. Lakini siku kadhaa zilipofika nikaona ndoto tena, na ndoto ile ilikuwa inafanana na ndoto ya kwanza. Nikaona mtu mwenye rangi ngano, nikauliza huyu ni nani? Nikaambiwa huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akafariki, baadaye alizikwa. Kisha baadaye nikaona kuna fedha na watu wanatia fedha katika kaburi la mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mimi tena sikujali ndoto hii kwa sababu nilikuwa sina imani juu ya ndoto wala sikumuuliza mtu yeyote. Lakini baada kupata ndoto hizi mbili nikaanza kufikiria kitu kimoja, kwamba katika ndoto hizi zote mbili nilimuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lakini mtu nilimuona katika ndoto si mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bali mtu mwingine. Nilikuwa nafikiria kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa na maumbile ya aina moja. Ikiwa ndoto yangu ni sahihi, kwa hiyo maumbile ya mtume sallallahu alaihi wa sallam yanawezaje kuwa tofauti? Baada ya siku kadhaa, mahali ambapo nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa nasafisha vitabu vyangu na magazeti mbalimbali katika maktaba yangu. Katika gazeti moja niliona picha ya mtu mmoja. Picha ile ilikuwa picha ya binti moja. Huyu binti alikuwa si binti wa kawaida, bali alikuwa binti Shaima ambaye nilimuona katika ndoto yangu. Mimi si msomi, kwa hiyo nikamuuliza marafiki zangu kuhusu picha ile. Nikaambiwa kwamba huyu binti Shema siku kadhaa iliyopita aliuawa kwa sababu ya ugaidi. Nilikuwa si msomi wala nilikuwa sipendi kuangalia TV, kwa hiyo nikasikujua kuhusu tukio hili wala sikuwahi kusikia kuhusu tukio hili kwamba limetokea hivi. Lakini kwa kuona picha ya yule binti Shema nikawa na yakini kwamba ndoto yangu ya kwanza ilikuwa sahihi. Kuja kwa huyu binti ilikuwa kwa ajili ya kuniambia kwamba ndoto ni sahihi. Baada ya kupata ndoto hii nikawa na yakini kwamba ndoto ya pili pia ni sahihi, lakini nilikuwa sielewi maana yake ni nini. Ikiwa ndoto ya pili pia ni sahihi, tena kwa nini maumbile ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalikuwa tofauti? Nilikuwa naangalia MTA. Siku moja nilikuwa nabadilisha channel mbalimbali, nikaona MTA kule iliandikwa Al-Hawarul Mubashir. Katika kipindi kile walikuwa nazungumza kuhusu kifo cha Yesu Kristo. Nilikuwa si msomi wala nilikuwa sina elimu ya dini, kwa hiyo nikaanza kuangalia kipindi hiki kwa kushangaa sana. Baada ya muda mfupi ana Sharif Odesab akasema katika kipindi kimoja kwamba sisi tunachukua kidogo nafasi ya kusikiliza kasida ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kasida hii picha ya mtu mmoja ilikuwa inaonyeshwa, na mimi nilikuwa nashangaa sana kwa sababu picha hii ilikuwa picha ya yule mtu ambaye nilimuona katika ndoto yangu ya pili, na niliambiwa huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kupata uhakika hii sikuzungumza mtu yeyote, bali pamoja na mke wangu niliendelea kuangalia MTA. Baada ya mwezi mmoja nilimuuliza mke wangu kwamba unaonaje kuhusu jumuiya hii. Akasema kwamba mimi naona kwamba jumuiya hii ni sahihi. Kwa hiyo mimi nikamwambia ruya yangu, ndoto yangu ambamo nilimuona mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika ndoto niliambiwa huyu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema ikiwa watu walikuwa wakimuona mtume sallallahu alaihi wasallam katika sura ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana yake ni kwamba mtume Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anampenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo bana
anaendelea kusema kwamba miezi 8 tuliendelea kuangalia mtia lakini hatukufanya bayat. Siku moja mke wangu akaniambia kwamba je, hujakuwa tayari kufanya bayat? Akasema hapana, nipo tayari. Baada ya wiki 2 mke wangu tena akaniuliza kwamba je, bado hutaki kufanya bayat? Nikasema hapana, mimi nipo tayari. Akasema ikiwa wewe huendi kufanya bayat, basi mimi nitaenda peke yangu kufanya bayat. Kwa kusikia maneno haya mke wangu nikawasiliana na wanajumuiya. Kwa hiyo mimi na mke wangu sisi tukajaza bayat form na tukajiunga na jumuiya. Hazuru anasema baadhi wakati kina mama pia wanawapatia wanaume ujasiri na ushujaa. Kutoka Ivory Coast bashiri wetu Basa Sahib anasema kwamba katika kijiji kimoja watu wakatuomba sisi tu wahubiri. Mimi pamoja na wenzangu tukafika kijiji kile, na baada ya isha tukaanza kufanya mahubiri mpaka saa 4 usiku tukafanya mahubiri. Baadaye maswali yaliendelea mpaka saa 9:15 asubuhi. Wakristo na washirikina wengi walishiriki katika hafla ile. Masaa 6 maswali yaliendelea. Chief wa kijiji kile bana Jamande aliendelea kusikiliza mahubiri haya yote. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu watu 160 siku ile wakafanya bayat. Anasema asubuhi saa 2 tulienda kukutana na bana chief. Wanajumuiya wapya pia walikuwa pamoja nasi. Chief akatuambia ndoto moja aliona mwaka moja uliopita katika 1114. Anasema mimi niliona kwamba amekaa nyumbani kwake na ndege nyeupe 2 inakuja, moja inarudi na moja inatua karibu na nyumba yake juu ya mti. Anapanda juu ya mti ule. Kule katika ndege ile ni Waislamu. Wale Waislamu wanampatia kitabu, anaposhuka chini anasoma kitabu, na wakati huo anasikia sauti ya adhan, na kwa kusikia adhan anaamka. Anasema alijaribu kuambia maulama wengi ndoto yake hii, lakini hakuna yeyote ambaye aliweza kumwambia maana yake sahihi ni nini. Shekhe moja akasema, ambaye ni si mwanajumuiya, kwamba katika ndoto hii umeona dhahabu, kitu hiki si sahihi, unipatie dhahabu kila moja, pengine utaangamia. Yeye akasema huwezi kupata dhahabu kilo moja, ni vizuri unipatie frank sifa 20,000 nitakuombea. Mwingine akasema kwamba uchinje mbuzi 2. Mbashiri wetu akamwambia maana ya ndoto yake kwamba ndege 2 nyupe ni gari 2, moja haikufika kwako, moja imefika katika kijiji hiki. Kwa sababu sisi tulikuja na gari 2 na Amisa pia alikuja pamoja nasi, lakini yeye alirudi, hakuweza kufika. Ulipopanda juu katika mti ule, maana yake ni kwamba wewe utafanya juhudi ya kujifunza Islam, kwa sababu uliendelea kusikia mahubiri mpaka saa 9 asubuhi. Na kuhusu Masihi ilisema kwamba atagawa fedha, ndiyo maana ulipewa kitabu. Kwa kusikia maana hii, yule chief akasimama na akasema anataka kujiunga na jumuiya na anatubu katika ushirikina. Hazur anasema kutoka France, kuna mwanamke mmoja anasema mume wangu alikuwa mwanajumuiya, lakini nilikuwa sikujiunga na jumuiya. Nilikuwa naangalia video ya dhuluma iliyotendewa juu ya wanajumuiya, nikapata athari sana, nikalazimika kufikiria kuhusu jumuiya. Vile vile niliendelea kusikiliza hutuba za halifa. Pole pole nilianza kupata athari, kwa hiyo nikaanza kufanya dua, Mola wangu uniongoze katika njia iliyonyoka. Katika hali hii nikaona katika ndoto kwamba katika misikiti Mubarak wa Ahmadiyya, nipo katika maktaba pale, baba yangu marehemu anakuja na ananipatia zawadi ya Qur'ani tukufu, na pamoja na Qur'ani tukufu ananipatia karatasi zingine. Baada ya ndoto hii nilipojiunga na jumuiya, nikajua kwamba karatasi zingine nilizopewa kutoka kwa baba ilikuwa bayat form.
kwa hiyo mimi nikajiunga na jumuiya. Kisha kutoka Aljazair bana Rizwan saheb anasema baada ya kujua kuhusu jumuiya nilianza kuangalia MTA. Watu wa nyumbani walinizuia nisiangalie. Mwanzoni waliendelea kunisihi, lakini baadaye walianza kunilazimisha ili nisiangalie MTA. Kwa kuona hali hii nikafanya istikhara. Usiku moja nikaona katika ndoto mahalifa watano wa Sayyidina alayhi salam wamekuja nyumbani kwangu. Mimi nimekaa pamoja nao. Ndoto ilikuwa ndogo, lakini ilikuwa ujumbe kwa ajili yangu. Kwa hiyo nilipowaambia jamaa zangu kuhusu ndoto hii, wakasema hii ni ndoto ya kawaida, kwa sababu wewe unafikiria kuhusu jumuiya hii kila wakati, ndio maana umeona ndoto hii. Mimi nikaanza kufikiria, inaweza kutokea hivi kwamba mimi nimuite bana Zaid, lakini kwa kusikia sauti aje Bakar? Ikiwa hii haiwezekani, kwamba inaweza kutokea hivi kwamba mimi nimuombe Mwenyezi Mungu aniongoze na Mungu badala ya kuniongoza ananiongoza kwenye shetani? Hii haiwezi kutokea. Kwa mimi sikukubali yote aliyosema jamaa zangu. Kwa hiyo 2009 huyu bana akafanya bayat. Hazur anasema kwamba matukio haya kadhaa niliyoeleza sasa hivi, kuna matukio chungu mzima ya aina hii. Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha imani ya hawa wanajumuiya wapya na awaongoze katika imani, na sisi sote pia ambao tuendelee kuzidi katika imani na uimara. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.